Elimu. Hii ni sekta ambayo inahitaji uadilifu na uungwaji mkono wa kipekee. Iwapo mzaha wowote utaingizwa katika sekta hii, tutakuwa na kizazi ambacho hakitaweza kufahamu mambo kwa uwezo wake. Ulimwengu huu wa utandawazi na akili unde, walimwengu wameanza kuachia teknolojia kuwafanyia mambo karibu yote. Haya tutayazungumzia siku nyingine. Inatamausha kuona namna baadhi ya wakuu wa shule, na huenda ni wengi, wanavyoongeza karo za shule zao bila kujali hali ya wazazi. Leo hii sakata hii imemnasa mkuu wa shule ya wasichana ya Alliance ambaye anadaiwa kuongeza karo kutoka shilingi 53,558 hadi 120,179 kwa mwaka. Katika shule ya wasichana ya Karima, kila mzazi analazimika kulipa shilingi 12,000 kwa masomo ya ziada. Hivyo karo imepandishwa kutoka shilingi 68,000 hadi 80,000 kwa mwaka. Mwanafunzi wa gredi ya 10 katika shule ya upili ya Mary Hill atalazimika kulipa karo ya shilingi 137,554 kila mwaka. Tupitie shule ya Kenya High. Karo ya muhula wa pili pekee ni shilingi 52,000. Hivyo kwa mwaka mwanafunzi atalipa takriban shilingi 120,000 kama karo. Katika shule ya upili ya wasichana ya Butere, mzazi mmoja amedai kwamba karo ya shule ilipandishwa kwa shilingi 24,000. Wazazi hawakukubaliana na uamuzi huo, ila kuna mmoja aliyeonekana kununuliwa na usimamizi wa shule aliunga mkono na usimamizi wa shule ukaidhinisha. Na kuvunja moyo ni kwamba mtoto wa mzazi aliyepinga karo kupandishwa anaitwa majina darasani kama mtoto wa mzazi asiyependa elimu. Sasa mwanafunzi huyu anabebeshwa lawama ambayo si yake, na hivyo kumwathiri kisaikolojia. Tunajiuliza, hivi maadili ya taaluma hii ya ualimu yanasemaje? Ziko wapi bodi za shule hizi? Wanakamati wa bodi hizo wanafanya nini maamuzi kama haya yanapopendekezwa? Ili kusawazisha lawama, Sauti ya Kipengi inatambua kwamba serikali imechangia pakubwa katika unyanyasaji tunaoshuhudia. Serikali inadaiwa fedha tangu mwaka 2018 hadi leo. Serikali ina mazoea ya kutoa maagizo bila kuwajibika upande wake. Tumemsikia rais kama wenzake waliomtangulia wakipiga marufuku wanafunzi kutumwa nyumbani, ili hali kuna mahitaji madogo madogo ambayo serikali hiyo ilikataa kuharamia. Serikali inatuma pesa kwa shule, tena inafuata hizo pesa kuzikatakata ili kulipa mambo ambayo serikali yenyewe ilifaa kupeana kwa kila shule. Hapa wakuu wa shule wanajipata katika mtego wa kuitisha pesa zaidi kutoka kwa wazazi. Tumlaumu kuku na nunda pia. Serikali ina makosa ya kutoa maagizo kwa misingi ya kisiasa ili tu kuwafurahisha Wakenya wapiga kura ambao wanapenda kudanganywa. Wakuu wa shule mna makosa kupandisha karo na kujitia kiburi cha kutotaka kuwasikiza wazazi ambao ndio hulipa pesa hizo. Sekta ya elimu isipoangaliwa kwa umakini itavamiwa na virusi vya ufisadi na hivyo kupoteza dhamani yake. Wizara ya Elimu, TSC, KUPPET, KNUT, NEC na washikadau wengine lazima mrudi kwenye njia panda na kurekebisha makosa mnayoyafanya kwa sasa. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Nelson Songa. Kipenga cha Amaika.